Bunge la Seneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepiga kura ya kuondoa kinga ya rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye serikali inamtuhumu kuunga mkono wanamgambo wa M23 katika eneo hilo la mashariki lenye utajiri wa madini. Maseneta walipiga kura kwa wingi kuunga mkono hatua hiyo, huku kura 88 zikiwa za ndio na 5 zikipinga uamuzi huo. Spika wa bunge la juu Jean-Michel Sama-Lukonde amesema kutokana na hayo, Seneti inaidhinisha kufunguliwa mashtaka na kuondolewa kwa kinga ya Kabila. Wakati Kabila alipojiondoa kwa Rais Felix Tshisekedi mwaka 2019 baada ya uchaguzi, nchi hiyo ilisifika kuwa ya kwanza kwa ukabidhi madaraka kwa amani tangu uhuru kutoka kwa Ubelgiji. Wataalamu wa siasa nchini humo wanasema kesi yoyote mahakamani inaweza kuyumbisha zaidi siasa za nchi hiyo ambazo tayari ni tete, huku mgogoro ukiendelea na wanamgambo wa M23 katika eneo la mashariki ya Kongo. Kabila mwenye umri wa miaka 53 bado ana ushawishi katika maisha ya kisiasa ya Kongo hata baada ya makubaliano ya muungano kati yake na Tshisekedi kuvunjika miaka miwili baada ya kuondoka kwake madarakani. Kwa mujibu wa wafuasi wake wa karibu, Kabila ameishi nje ya nchi katika eneo ambalo halijajulikana mpaka sasa tangu mwaka 2023. Mwezi Aprili mwaka huu, waziri wa sheria aliyepamba moto Constant Mutamba alizitaka mahakama za kijeshi kumchunguza Kabila kwa madai ya kuunga mkono M23 ambayo imeteka maeneo ya mashariki mwa DRC kwa usaidizi wa Rwanda tangu mwaka 2021. Kwa amri ya wizara ya sheria, mwendesha mashtaka mkuu wa jeshi la Kongo aliomba Seneti iondolewe kinga yake ili mahakama za kijeshi ziweze kumshtaki Kabila kwa tuhuma za uhaini, uhalifu wa kivita na dhidi ya binadamu. Profesa wa sheria katika chuo kikuu cha Kinshasa, Raphael Nyabirungu, alisema kupokonya fursa hiyo kwa kawaida kutahitaji theluthi mbili ya wengi katika mabunge ya juu na ya chini kupita, na hatimaye bunge la Seneti limeamua kuondoa kinga dhidi yake.